Taarifa kutokea serikali ya Iran ni kwamba imethibitisha kuuawa kwa aliyekuwa mkuu wake wa usalama ndugu Ali Larijani pamoja na kamanda wa kikosi cha Basij Gholamreza Soleiman kufuatia mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israeli. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, viongozi hao wawili waliuawa katika mashambulizi tofauti yaliyolenga ngazi za juu za uongozi wa kijeshi na kiusalama wa Iran, hatua inayotajwa kuongeza zaidi mvutano wa vita vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati. Kifo cha Larijani kinatajwa kuwa pigo kubwa kwa Irani kwa sasa, kwani alikuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika masuala ya usalama wa taifa na siasa za ndani ya Iran. Aidha, tukio hilo linamfanya Larijani kuwa mmoja wa viongozi wakuu waliouawa katika mfululizo wa mashambulizi tangu kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran ndugu Ali Khamenei, jambo linaonyesha kuongezeka kwa kasi ya mapambano dhidi ya uongozi wa nchi hiyo. Wakati huo huo, Irani imeahidi kujibu mashambulizi hayo, huku hali ya usalama ikiendelea kuwa tete na hofu ya kupanuka kwa vita ikiongezeka katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Swali kubwa ambalo watu wengi wamekuwa wakiendelea kujiuliza ni kwa nini matukio haya yanawakumba zaidi viongozi wa Irani na sio Israeli. Tunakumbuka mara ya mwisho serikali ya Marekani ilitoa ofa kwa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 10 kwa yoyote ambaye atatoa taarifa kuhusu uongozi wa juu wa taifa la Iran, kwa sababu wanalenga kushambulia sehemu ambazo watajua ni sehemu gani wakishambulia basi watafanikisha kuweza kuondoka na uhai wa viongozi hao. Na hivi sasa inaonyesha kwamba kama hili limeweza kutekelezeka, basi wapo watu ambao wanatoa taarifa za ndani kabisa ya Iran kuweza kuwafikia, na Israeli pamoja na Marekani wanafanikisha hiki ambacho kinatokea. Lakini kwa sasa jambo kubwa ambalo limeshatokea ni kwamba Iran imeshathibitisha vifo vya viongozi hao wawili ambao ni wakuu kutokana na mashambulizi ambayo yamefanywa na Israeli.